unaonekana kwamba unapika data. Yani kuna vitu ambavyo serikali inasema alafu unakuja kusema tofauti. Sasa umeleta malumbano mpaka hata rais amekuzungumza kwa mafumbo ingawa kukutaja. Sasa imefikia mahali sisi tunaanza kujiuliza nani atakuwa mkweli? Wewe hizo data ambazo unazipata wapi? Ama pia kuna kikweli kidogo inawezekana Zitto unapika data kutengeneza political yani kutengeneza political mileage. Sina sababu ya kupika data ili kupata political mileage. Mimi sasa hivi sihitaji political mileage kwa sababu nimekuwa mbunge kwa muda mrefu, nafahamika na nina masuala muhimu ya nchi ambayo nimekuwa nikiyazungumzia kwa kipindi cha miaka 12 sasa toka nimekuwa mbunge, kwa hakuna sababu. Lakini pili, mimi sio mamlaka ya takwimu. Mamlaka ya takwimu ni ama ofisi ya taifa ya takwimu NBS, au ofisi ya Benki Kuu ya Tanzania, au ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa mahesabu ya serikali na kadhalika. Kwa ninachokifanya mimi ni kutumia maarifa yangu ya kiuchumi kutafsiri takwimu ambazo zinatolewa na taasisi hizo. Kwa hakuna takwimu hata moja ambayo mimi ndio naitengeneza. Kwa mfano, Benki Kuu kila mwezi wanatoa taarifa ya mapitio ya uchumi ya mwezi ule. Kwa mfano, sasa hivi taarifa ya mapitio ya uchumi ambayo ipo kwenye tovuti ya Benki Kuu ni ya mwezi Julai na ya mwezi Juni. Hii ni Oktoba, inaenda Novemba, ilipaswa kuwa na taarifa ya mwezi Agosti tayari. Lakini kwa hizi tu mbili za Julai na Juni tunaweza kufanya tafsiri na tukaweza kuona hali halisi ikoje. Sasa mwezi uliopita Benki Kuu ya Tanzania na ofisi ya takwimu ya taifa walitoa takwimu za ukuaji wa pato la taifa GDP. Kwa kutazama takwimu zile na kwa kuangalia zile wanaita variables kwenye uchumi, kwa maana ya ujazo wa fedha, mfumuko wa bei na ukuaji wa pato la taifa lenyewe, unakuta katika mwezi huo takwimu za mwezi za kota au robo ya pili ya mwaka 2017 haziendani kabisa na takwimu za miezi iliyopita. Na maana nikasema kwamba data zimepikwa, na kesho tutakuwa na kikao cha kamati kuu ya chama. Nitawasilisha taarifa hii, tutaijadili na tutafanya mkutano na waandishi wa habari kwa ajili ya kutoa tafsiri ya nini ambacho nilichokuwa nakisema. Kuhusiana na takwimu za mapato ya serikali, mamlaka ya mapato TRA ndio yenye mamlaka ya kutangaza. Lakini kila mwezi kwenye taarifa ya Benki Kuu wanapaswa kuonyesha kitu wanachokiita budgetary operations, uendeshaji wa bajeti ya serikali, mapato ya kodi, mapato ya mikopo na matumizi ya serikali kwenye mishahara, kwenye nini na kadhalika. Kwa hiyo ilichukua muda mamlaka ya mapato Tanzania kutangaza mapato ya mwezi Julai na mwezi wa Agosti na mwezi wa Septemba, na takwimu zilizoko Benki Kuu zinazoonyesha kwamba pato la taifa limeporomoka sana, haziendani kabisa na takwimu za mapato ya serikali kuongezeka. Na ndio maana nimesema mara baada ya kauli ya rais, nikasema kwamba ni jambo rahisi sana. Tumuombe mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali afanye ukaguzi wa mapato. Kuna kitu kinaitwa revenue audit ya mwezi Julai na mwezi Agosti, ili tuweze kuthibitisha kama kilichoripotiwa na mamlaka ya mapato Tanzania ndio hali halisi ambavyo ilivyo. Rais anasema kwamba tungekuwa na mapato yameporomoka tusingetangaza zabuni ya Stiegler's Gorge, au tusingenunua ndege 6, au tusingejenga reli mpya. Nataka kusema ni kwamba na kuambia Watanzania, huo ni mchakato. Kutangaza zabuni ni mchakato. Haina maana kwamba tayari unazo fedha, una matarajio ya kupata fedha. Na unaweza kujenga Stiegler's Gorge kwa kutumia mikopo. Alikuwepo hapa rais wa Misri mwezi na nusu uliopita. Moja ya jambo ambalo rais wa Misri na Al-Sisi na rais Magufuli alizungumza ni Stiegler's Gorge. Kawaomba Misri watusaidie kujenga Stiegler's Gorge. Unahusianisha vipi hiyo na kuongezeka kwa mapato ya serikali? Unazungumzia kuhusu ndege ambazo zilishakuja hapa nchini ni 2. Moja imeshikwa, moja bado inatengenezwa, na nyingine Bombardier Series C bado inatengenezwa.
Lakini pili, serikali imekopa mabilioni ya fedha, imekopa zaidi ya dola za Kimarekani milioni 500 kutoka Credit Suisse, benki ya Switzerland. Haya yanaenda kulipa haya. Haina maana kwamba kuwa na hii miradi ndio mapato yameongezeka, kwa sababu mapato ya serikali kwa sasa hivi yanatosha kushughulikia mambo mawili tu kwa kiasi kikubwa: mishahara na kuhudumia deni la taifa, kwa maana ya kulipa riba na principles kwenye deni la taifa. Kwa hiyo mimi speak data, lakini ninachokisema ni kwamba serikali, taarifa inazozitoa ni taarifa ambazo kuonyesha kwamba mambo ni mazuri, lakini hali halisi sivyo. Na kesho moja ya jambo tutakalolieleza ni hilo kwenye upande wa pato la taifa peke yake, na wananchi watashangaa sana kuona kwamba hali halisi April, May na June uchumi wetu ulisinyaa, yani ulicontract in English. Haukukua, ulicontract, ulishuka chini, na unategemea katika mazingira kama hayo ni lazima mapato ya serikali yaweze kushuka. Labda la mwisho ili jibu kwa kifupi tu, kwa vile rais tunamwangalia kama baba, anaheshima zile za ubaba ndani ya nyumba, kitu ambacho rais amesema alafu ni mtoto wa Tanzania kumbishia rais, huoni kama ni ukosefu wa adabu na ukosefu wa heshima kumbishia baba, yani kutaka kuonyesha kwamba baba ni muongo? Kwanza tuko kwenye siasa. Rais ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kwa ni mwanasiasa, na mimi ni kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo, ni mwanasiasa. Na kuonyesha Pasco kwamba mimi na adabu sana, rais alikuja Kigoma, nilimpokea vizuri Kigoma na nikamsifia Kigoma, na ndio uafrika huo. Kuna watu walinitukana kwenye mitandao kwamba ndumila kuili, kwa nini wamtende? Haiwezekani. Mgeni amekuja kwako, unamkaribisha, mnazungumza yale ambayo yamemleta, ambayo ilikuwa ni mradi wa maji, then anaondoka. Mimi nisingeweza tena kuanza kusimama na kuanza kumshambulia kwenye jukwaa. Na yeye pia alivyosimama akazungumzia mambo ya maendeleo, akaondoka. Kwa hiyo ni ishara dhahiri kabisa kwamba mimi namheshimu sana rais. Lakini kwamba tukae kimya anachokisema kama sio sahihi, tutakuwa hatumpendi. Lazima tumwambie. Na hii ni siasa, tupo kwenye siasa. Yeye anaposema jambo ambalo sisi tunaamini kwamba sio sahihi, ni lazima tuweze kulikosoa. Lakini kwa heshima, kama mkuu wa nchi nampa heshima kubwa sana, kama baba ulivyoita nampa heshima kubwa sana, na nilionyesha heshima hiyo alipokuja Kigoma. Wenzangu rais anapoenda kwenye majimbo yao wanamkimbia, hawaendi. Mimi nilikwenda kumpokea, na nilimpokelea kuanzia Kasulu mpaka Kigoma, na tukamaliza vizuri, akaondoka, na ukusikia naongea neno baya hata moja. Hiyo ndio heshima ambayo mimi nimelelewa nayo, na ninamheshimu sana rais. Lakini akiongea jambo la kinchi ambalo tunaona sio sahihi, ni lazima nitamkosoa. Sitamtukana, nitamkosoa. Na tumaini mmemsikia mbunge wa Kigoma Mheshimiwa Zitto Zuberi Kabwe akizungumzia kuhusiana na hali ya uchumi wetu. Na mimi kwa upande wangu nazidi kusisitiza kwamba Watanzania tuanze kuwa na moyo wa kupenda kujua ukweli bayana. Lakini kitu kingine kizuri zaidi, tuwe wazalendo kwa nchi yetu. Yaani tuipende kwanza Tanzania kwanza, mambo mengine yote yafuate baadaye. Kufikia hapa ndio mwisho wa kipindi hiki cha habari zaidi ya habari na PPR kwa siku hii ya leo. Kutokea kwenye habari zaidi ya habari na PPR, tuwasiliane kupitia 0784 270 403. Pasco Mayala, asanteni na kwaherini. Arusha ninafanya kazi ya kampeni ya kunadi wagombea, ninapiga kazi ya chama, na tumeiona hii mitandaoni. Imetokea nikiwa Rongido vijijini, na ninaendelea kuona mitandaoni wanaendelea kushambuliana. Hivi Kidampa kama Rema anaweza kumshambulia Lowassa, mkwenu hilo. Nimemwona pia Mboya anahojiwa na BBC, anasema kauli hiyo sio kauli. Edward Lowassa amekurupuka. Na narudia pia Edward Lowassa kwa kuwa aliamua
Mimi niko Arusha, ninafanya kazi ya kampeni ya kunadi wagombea. Ninapiga kazi ya chama na tumeiona hii mitandaoni, imetokea nikiwa Rongido vijijini na ninaendelea kuona mitandaoni wanaendelea kushambuliana. Hivi kidampa kama Rema anaweza kumshambulia Lowassa, mfukuzeni basi kwenye chama chenu. Na mimi nakuomba mzee Lowassa, hatua ulioianza ni nzuri. Huku ndo kwenu, hilo genge la wahuni utaliweza. Rudi kaombe lazi kwenye chama chako ambacho kitakuzika kwa heshima. Unajua Lowassa kwenda kwenye lile genge la wahuni ilikuwa ni hasira, lakini halisi watu wenye maana tuko huku. Kwa hiyo ni busara tu arudi. Nalizungumzia kama ni kitendo cha kiungwana. Na mimi naungana na rais alivyosema. Lowassa ameenda kumwambia rais, pengine ana mawazo, ameenda kumwambia kuisaidia nchi tufanye hivi. Sio swala geni, lakini pia rais wetu ana busara na ana vyombo, ana hekima. Sio kila mtu wewe unaweza ukamkaribisha mtu kama Mbowe, mnaenda kuzungumzia nini? Ataenda huko akazungumze nyanya zake zimeng'olewa sijui na DC. Sio swala la kitaifa, ni swala binafsi. Sawa, Mheshimiwa Tuguma, ni kama unavyoiweka ni kama vile ni kama tayari Lowassa kahamia CCM. Kwa nini mtazamo wako uko hivyo? Dalili ya mvua ni mawingu. Upinzani wa kweli ni kukubaliana na yanayotendwa na mwenzio. Kama chama tawala kilichoko madarakani kimefanya kazi nzuri, uungwana ni kwenda kupongeza. Hofu ya hawa kwamba Lowassa alivyoenda kumpongeza rais na kupiga picha Ikulu na kunywa ile chai, pengine wana hofu ya kwamba Lowassa anakimbia. Mimi namuomba Lowassa, kwanza huku usije, sisi hatukutaki. Akija huku anakuja kupumzika. Kaa huko upambane na kundi lako la wahuni. Mara yako ya mwisho kupokea simu ya Lowassa ilikuwa ni? Hata namba yake sina, wala hajawahi kunipigia simu. Atoe ushahidi, wala mimi vyombo viko vinaweza kuchunguza. Sina namba yake wala sihitaji kuwa na namba yake. Wala mimi sijawahi kuwa rafiki wa Lowassa. Ila mimi ni mwana CCM. Lowassa alikuwa kwenye harakati za CCM na mimi nilienda kufanya kazi ya CCM. Sina urafiki na mtu wa upinzani, wala namba zao sina wala sizihitaji. Siwezi kuwa na namba kwenye simu yangu ya tochi nikajaza namba za wahuni hawa, wananisaidia nini? Ninataka kushangaa, nimemwona pia Mbowe anahojiwa na BBC, nimemsikiliza anasema kauli hiyo sio kauli ya chama. Edward Lowassa amekurupuka. Narudia tena kumwambia Edward Lowassa kwamba kwa kuwa aliamua mwenyewe kwenda kupambana na hilo genge la wahuni, acha amalizane nalo mwenyewe. Kwa sababu mimi siamini na nataka kuona Mbowe asiishie kufurahisha watu kwenye matangazo ya redio au kwenye mitandao ya jamii. Toa kauli. Sasa tuone kama mwenye mbwa anaweza kung'atwa na mbwa wake mwenyewe. Lowassa ndo mwenye chama, wewe uliuza chama. Sasa toa kauli basi, muite, mfukuze chama. Huwezi kuanza, yani tunashangaa kuanza kuchafuliwa mtu ambaye nyinyi mnatuaminisha mlitaka awe rais. Leo unasimama wewe msemaji wa chama unasema hii sio kauli ya chama. Haya mambo, kama chama kingekuwa na demokrasia halali na maadili mazuri ya chama, kwanza Lowassa na Mbowe ni mtu tofauti. Lowassa ni mzee, Mbowe ni mtoto. Kwanza kumshambulia mzee mtandaoni, mzee kama yule ni kumzalilisha. Na mimi namuomba Mbowe, kama wewe kweli ni mwanaume, toa kauli basi ya kumuita Lowassa, umuhoji, tumuone mitandaoni anakuomba lazi. Kama wewe kweli ni mwanaume, muite. Acha kubwabwaje mitandaoni kuwadanganya Watanzania. Una jeuri ya kuweza kumhamisha Lowassa wewe hata kumtukana. Toa kauli kama msemaji wa chama kwamba chama kinaamua kumhoji Lowassa na kutoa kauli. Acha kubwabwaje mitandaoni kudanganya watu. Tunataka tuone unamhoji Lowassa. Na Lowassa ametamka kwa mapenzi yake ambaye hata akikuomba lazi hiyo itakuwa ni dili. Tunataka atoe kauli yeye Lowassa ya kusema haungi mkono hao alienda kwa bahati mbaya. Aseme kama tulivyoona kwenye mitandao. Kama mtafanya kimya kimya bado mnawadanganya Watanzania. Na mimi naamini Edward Lowassa, wewe Mbowe hawezi kukuomba msamaha, hata tuweke na hela hawezi kukuomba msamaha. Tunataka tuone sasa kama mwenye chama anatukana na vidampa hawa kina Rema. Simama sasa hapo, mfukuzeni. Kwa sababu sera ya chama chenu mtu akienda ovyo si mnafukuza. Mfukuzeni, acheni kumsema mitandaoni kama mna hiyo jeuri. Aliyesema sisi wa Tanzania na watu wote wanaamini hiyo Chadema ni ya Lowassa. Toa basi kauli. Hata tukiweka milioni 10 mimi nitatoa mshahara wangu nitaweka hapa. Hawana ubavu wa kumhoji Lowassa na kumfukuza. Hawana.